ni shamra za wanakijiji wa kijiji cha Mswaha Darajani kilichopo kata ya Mswaha, halmashauri ya Korogwe vijijini, wakifurahia kuzinduliwa kwa mradi wa maji unaokwenda kuwatatulia shida ya maji iliyokuwa ikiwakabili kwa muda mrefu. Mradi huu uliogharimu kiasi cha milioni 95 ambao unakwenda kuwanufaisha wananchi zaidi ya 3700 wa kijiji hicho cha Mswaha Darajani. Na hapa wananchi wa kijiji hicho wanamfurahia na kumpokea mbunge wao ambaye ndiye mgeni rasmi katika uzinduzi huo. Akisoma taarifa ya mradi huo kwa mgeni rasmi pamoja na wananchi waliohudhuria katika hafla hiyo, meneja wa RUWASA wilayani Korogwe, Injinia Mwalami, amesema taarifa ya mradi wa maji kijiji cha Mswaha Darajani kata ya Mswaha kwa Mheshimiwa Timotheo Mzava, mbunge wa jimbo la Korogwe vijijini, tarehe 29 Machi 2025. Mheshimiwa mbunge, ujenzi wa mradi wa maji katika kijiji cha Mswaha Darajani kata ya Mswaha umeanza kutekelezwa tarehe 14 mwezi wa kwanza 2025 kwa kutumia mkandarasi Nyangoso Interlife Solution Limited wa SLP 11677 Dar es Salaam. Lengo la mradi huu ni kutekeleza azima ya serikali kuondoa changamoto ya maji kwa wananchi wapatao 3761 za kijiji cha Mswaha Darajani kwa kuwapatia huduma ya maji safi, salama na ya kutosha katika umbali usiozidi mita 400. Kisima kilichochimbwa kina uwezo wa kuhudumia kijiji chote cha Mswaha Darajani, bali kwa sasa mradi huu umeanza kuwanufaisha wananchi wa kitongoji cha Darajani chenye idadi ya watu 1040. Gharama za ujenzi wa mradi huu ni fedha za Tanzania milioni 95,453,882 kupitia fedha ya mfuko wa taifa National Fund. Ndugu zangu wa Mswaha, nafikiri leo mmeona kuna utofauti ya ufunguzi wa maji na utapeli wa ufunguzi wa maji. Mswaha oye! Maji haya yamekuja kwa taratibu ambazo zimeanzishwa kisheria, na ambaye ametuletea maji leo ndio wamekuja kuyazindua Mswaha. Mswaha oye! Aliyetuletea maji Mswaha ni Mheshimiwa Timotheo Mzava. Mzava oye! Mimi nikiwa diwani wenu nikishirikiana na mbunge amenipigia simu akaniambia, Mheshimiwa Mdigo, ninataka kuleta maji, nimepata visima 6 vya kuchimba kutoka ardhini. Nimevigawa, lakini Mswaha nitakupatia kisima kimoja. Nikamwambia asante Mheshimiwa, kwa shida tuliyokuwa nayo walau tunaanza na hiyo. Zipo kata 29 lakini visima 6 umetupa kimoja. Asante Mheshimiwa mbunge. Akimpongeza meneja wa RUWASA kwa niaba ya wafanyakazi wote wa RUWASA wilayani Korogwe kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya, Mheshimiwa Timotheo Mzava amemwagiza meneja huyo wa RUWASA kuongeza vituo vya maji katika maeneo mbalimbali muhimu katika kijiji hicho, ikiwemo shule ya sekondari pamoja na zahanati. Tumezindua kule Makorola kule Magoma, alienda mkuu wa mkoa. Tumezindua kule Makinyumbi station kule Hale. Lakini juzi mkuu wa wilaya pia amezindua mradi mwingine kwa Dege pale jirani hapo kata ya Mlungui. Wana miradi mingi, lakini miradi yote karibu inakimbia na inakwenda vizuri. Kupitia kwenu, niwapongeza sana ndugu zetu wa RUWASA kwa kazi kubwa na kazi nzuri wanayofanya kwenye wilaya hii. Tulikuwa na Injinia Tupa akiwa meneja wetu wa wilaya wa RUWASA kwenye wilaya hii ya Korogwe. Amefanya kazi nzuri, serikali ikamwona, imempandisha cheo, amekwenda kuwa meneja wa mkoa, ameenda mkoa wa Iringa. Alipokuja Waziri Aweso kuzindua mradi wa maji kule Mgila, akamuona ndugu yangu Injinia Mwalami, akamteua kuwa meneja wa RUWASA wa wilaya ya Korogwe. Ukimwangalia kwa umbo ni kijana mdogo hivi, lakini kazi yake ni kubwa. Mwalami, tunakupongeza sana, tangu umeanza umeingia na mguu mzuri, mambo yetu yanakwenda vizuri, tunakupongeza sana. Na sisi tunakutakia kila laheri, na wewe ufanye kazi Korogwe mpaka siku moja ukole na wewe endelee kupanda. Natafikisha salamu hizi kwa waziri wa maji ndugu yangu Juma Aweso, kwamba yule kijana uliyempa umeneja wa RUWASA wa wilaya ya Korogwe hujakosea, anafanya kazi vizuri kwa kushirikiana na timu yake yote kwenye ofisi ya RUWASA wa wilaya. Kuhusu mradi huu umefanya kazi nzuri, na mimi nawapongeza kwa kazi kubwa na nzuri mlioifanya. Pamoja na kazi hii nzuri mlioifanya, bado kuna maeneo yanatakiwa muongeze nguvu. Mimi niwaombe, baada ya kuzindua huu mradi leo tukimaliza hapa, hakikisheni tunafanya kile linalowezekana. Maji haya tukawe na kituo zahanati, tukawe na kituo shule ya sekondari ya Mswaha. Leo tunapozungumza, watoto wa shule ya sekondari ya Mswaha wakitaka maji wanashuka na ndoo mtoni, wanaenda kuchota maji. Pale zahanati tukitaka maji mpaka watu wabebe maji kwenye ndoo waende nayo pale zahanati. Kuweka kituo hapa ni jambo zuri na kubwa, lakini bado hatujawasaidia watu wa Mswaha. Anzeni utaratibu wa kupeleka maji shule ya sekondari ya Mswaha na kupeleka maji kwenye zahanati yetu ya Mswaha. Mswaha oye! Mswaha oye! Naamini hilo inawezekana,
nimeliacha kwenu na kazi ianze mara moja ili tuendelee kusogeza huduma hii, lakini tuwafanye watu waache kabisa kwenda kuchukua maji mtoni na mambo yakae vizuri. Mswaha oye! Na pili, wakati tunachimba kisima hiki, mara ya kwanza tuliposhindwa kupata maji, tukaenda kuchimba pale Mafuleta. Lakini baadaye tukarudi tukachimba hapa Mswaha. Pale Mafuleta kuna kisima tumechimba kama tulichimba Mswaha na ni kizuri na kinatoa maji mengi sana. Jambo langu la pili, injinia, tumeshakubaliana na wewe. Kuanzia hizi sikukuu zikipita hizi, yule mkandarasi wetu mwambieni aanze kufanya kazi kama hii pale Mafuleta. Ili maji nako Mafuleta yaanze kutoka. Lakini sio tu Mafuleta, kwa sababu kisima hivi ina maji mengi. Na Mafuleta kule ni chini, kwa kisima chao kinaweza kuwa kinatoa maji mengi zaidi. Fanyeni utafiti na fanyeni study kama inawezekana. Baada ya kuweka maji pale Mafuleta, tutoe bomba la maji Mafuleta, tupate kituo kingine kimoja kikubwa Mswaha Majengo. Ili shida ya maji hiyo imeisha kwenye maeneo haya. Ndugu zangu wa Mswaha, na ninyi mnao ya kwenu mawili na waomba muyafanye. Jambo la kwanza, ninawaomba mtusaidie kutunza mradi huu. Mradi huu ni wa kwenu. Huyu meneja wa maji wa wilaya, meneja wa RUWASA wa wilaya, atayatumia haya maji siku mmemwalika au amekuja kuwatembelea huku Mswaha. Kinyume na hapo yanakaa Korogwe, haya maji hatatumia yeye. Haya maji ni ya kwenu. Haya maji ni ya kwetu, ya sisi wenyewe na watoto wetu. Tutunze mradi huu. Tutunze miundombinu hii. Akitokea mwana Mswaha mmoja na hujumu mradi huu, maana yake anakihujumu kijiji hiki. Ndugu zangu wa Mswaha, pamoja na Mheshimiwa Rais kutoa zaidi ya shilingi milioni 430 kwa ajili ya kuchimba visima, kazi ninayoiona ya kufunga pampu, ya kuleta maji mpaka huku, kutengeneza hii structure kwa ajili ya kubeba tenki na tenki lenyewe, kutengeneza vituo vya kuchotea maji, imegharimu zaidi ya shilingi milioni 95. Hela hiyo sio hela ndogo, ni hela nyingi. Kitokea kuna changamoto kwenye mradi huu, tukisubiri fedha ya serikali, wakati mwingine tunaweza tukachukua muda mrefu kurudisha huduma ya maji ifike kwa watu. Ninawaombeni sana watu wa RUWASA, wekeni utaratibu. Baada ya huu muda wa kusherekea huu, tuanze utaratibu wa kuchangia kidogo kwenye maji haya, ili tuwe na mfuko ambao changamoto ndogo ndogo zikitokea tutaweza kuzitatua. Mkisema tuchote maji bure kabisa tutafurahia, lakini mwisho wa siku ikiharibika, mtaanza kutafuta mbunge amtafute rais huko serikalini, wizarani walete fedha, itatuchukua muda mrefu. Kwenye hili la kuchangia, naombeni tu mambo mawili. Wale wote watakaoaminiwa kusimamia shughuli hiyo wawe waaminifu, wasitafune fedha za wananchi ovyo ovyo. Na kitakacho chango lazima kiwe kinaripotiwa kwenye mikutano, watoe taarifa ya mapato na matumizi. Watakaopewa dhamana hiyo wajue kwamba kazi hii sio kazi yao. Kazi hii wajue kwamba wamepewa kwa ajili ya kusimamia, lakini mradi huu sio mali ya kwao. Kwa wasijinufaishe na mradi huu wao wenyewe na matumbo yao. Robo 3 ya dunia ni maji. Robo ndio inaishi nini? Viumbe vingine, yaani robo 3 ni maji. Na ukiangalia Mwenyezi Mungu ameumba viumbe takriban milioni 50, lakini milioni 32 vinaishi katika maji. Milioni 18 ndio vinaishi nchi kavu. Hii ni kuonesha umuhimu wa nini? Wa maji. Kwa hiyo mimi niseme mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani, mwenyekiti, mtendaji na ngazi zote walioshiriki katika hili. Kikubwa mimi ninachokusema, nawaombea afya njema. Mwenyezi Mungu awape umri. Na hii slogan ya kusema mitano tena, mimi kwa mheshimiwa Mzava nasema akae mpaka pale Mungu atataka. Sio tena mitano tena. Na hawa mheshimiwa diwani, kwa kweli mambo yanajieleza. Niliwahi kuzungumza, alikuja nani yule mkuu wa wilaya, alikuwa ameshikilia wilaya Ndeni. Mnakumbuka nyinyi? Lakini Gondo yule nilikuwa nimezungumzia kutokana na shule hii. Nikamwambia watu shule wakati tunasoma na nilivyokuta watoto wanavujiwa madarasani. Amesema mheshimiwa diwani na mbunge hapa. Kwa hiyo hali ile, yale machungu tuliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu amejalia hawa wakatekeleza mpaka sasa hivi. Anayekuja anajua hii ni sekondari au ni chuo, kama anavyosema nani mheshimiwa diwani pale. Lakini niseme kwamba tuwaombeni hawa watu kwanza afya njema na waweze kututengenezea mazuri kuliko haya. Niliwahi kuzungumza siku moja kwamba hawa watu wameingia na bahati kubwa sana. Baada ya kuchaguliwa hawa bwana, ikapatikana ile daraja. Watu walikuwa wanapita katika riski kubwa sana. Maana yake yalikuwa ni magogo fulani hivi. Ina maana unaweza wakati mwingine unaweza ukavuka maisha nini hatarini. Lakini pia kingine nikasema mheshimiwa mbunge kafanya jambo kubwa sana. Kwa sababu gani?
daraja lile tunatumia kwa ajili ya kupeleka kwenda kuchukua nyanya na ndizi, wakati daraja lilikuwa lipite mizigo ambayo ya thamani kubwa, lakini leo tunapita tu kwa ajili ya kufuata sokoni ndizi na nini. Kwa daraja la bilioni ngapi? Basi hivi mnataka tupende vipi? Mheshimiwa, mimi nasema kwamba Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu na akupe afya njema pamoja na Mama Samia, lakini vile vile mtutengeneze mazuri kuliko haya. Aidha, kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliohudhuria katika hafla hiyo wameshukuru serikali inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wao kwa kufanikisha kuwaletea mradi huo wa maji ambao umeondolea kero ya maji iliyodumu kwa muda mrefu. Kwa majina naitwa Mwajabu Juma Ali, ni mkazi wa Mswaha Darajani. Siku ya leo tuna furaha kubwa sana kwa niaba ya kuzindua mradi wetu wa maji. Tunamshukuru sana Mama Samia pamoja na serikali nzima. Ila pia tunapenda kumshukuru na Mheshimiwa Mzava kwenda kutupambania kwa Mama Samia. Na Mama Samia naye akamsikiliza mbunge wetu. Hatimaye mwisho wa siku tumekuja kupata leo mradi wetu wa maji. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa sababu wananchi wa Mswaha Darajani tulikuwa tunapata tabu sana kwa niaba ya maji. Wananchi walikuwa nakwenda na vinyama ndani ya maji, lakini leo tunamshukuru mamba walikuwa wanasumbua sana, yani watu wanakwenda na mamba. Kwa hiyo ina maana kuanzia leo sasa tunamshukuru Mama Samia, amekuja kututua kina mama wa Mswaha Darajani ndoo kichwani. Tutachota maji ya bomba, maji safi na salama. Naitwa Leila Liumba, mkazi wa kata ya Mswaha Darajani. Tunapenda kutoa shukrani nyingi sana kwa kiongozi wetu Mama Samia na serikali yetu yote kwa ujumla, na viongozi wetu wa ngazi za juu, mkoa, wilaya na kata yetu, kwa kutusaidia kutuletea mradi wa maji. Tunashukuru, shukrani kwa sababu tumeepuka na kukamata na mamba tukiwa rufu na tukiteka maji na shida nyingi tu za kupitia mto wetu, mto Pangani. Napenda pia kumshukuru mbunge wetu Mzava, kijana mdogo, lakini toka tulipomchagua tumeona mengi makubwa. Kijana Mzava, Mungu akuongeze maisha yako marefu baba. Asante. Kwa majina naitwa Omari Mohamed Mngao, ni mkazi wa kijiji hiki cha Mswaha Darajani, kata Mswaha Darajani. Kwanza nashukuru sana, namshukuru kwanza hata mwenyekiti wa kijiji kwanza ambaye kapambania leo mradi huu mpaka kusimamia huu mradi mpaka umefikia kiwango hiki kimepatikana. Pili, mbunge wetu kafanya mambo mazuri sana mpaka tumepata mradi wa sasa hivi wa wananchi wa Mswaha Darajani ndio wanakunywa maji. Tatu, hata diwani wetu naye. 4, mpaka Mama Samia naitwa mshukuru sana kwa kutuletea mradi wa maji. Pia sio hivyo tu, mpaka shule itwa shukuru sana, maana hili shule ilikuwa ni gofu, ilikuwa paa lote limetoka. Kwa hiyo tunashukuru wewe na maisha marefu wote, viongozi wetu wa ngazi za juu, wewe na maisha marefu. Naitwa Mhando Ramadhani Mhando, niko kijiji cha Mswaha Darajani, kata ya Mswaha, wilaya ya Korogwe. Na namshukuru Mheshimiwa mbunge Mzava na Mheshimiwa Hassan Mdigo, umetutendea mambo mengi. Tunakuombea maisha mema popote pale utakapoishi, tunakuombea salama. Hali ni ngumu kwa sababu watu wakienda Ruvu wanakamatwa na mamba. Kwa hiyo tunashukuru kwa kumtua mama ndoo kichwani. Nikiripoti kutoka katika kijiji hichi cha Mswaha Darajani kilichopo kata ya Mswaha, halmashauri ya Korogwe vijijini mkoani Tanga, ni Elisante Fungameza wa Amashi TV.